kushughulikia majaribu katika maisha yetu. And you will come to a place of understanding ya kwamba everybody encounters temptations. Kila mtu anakutana na changamoto ama trials ama majaribu katika maisha yake. The difference is only that majaribio tunayoyapata ni tofauti bayana ya maisha yetu, because we don't live the same lifestyle and we don't stay in the same office and the same level as far as life is concerned. Mtu wa kutembea kwa mguu ana changamoto zake. Anatamani awe na gari. Mtu wa gari ana changamoto zake, akiwa na gari anatamani atembee kwa mguu. Hello? Geukia jirani mwambie usitamani cha kwangu. Usitamani cha kwangu. Maana kina matatizo yake. Kuna mtu anaishi maisha akitamani apate mume aolewe. Kuna mwingine ako na mume anatamani amwache. Nasikia vile uzuri na Mungu. Changamoto ziko. Kuna mtu ana pesa anatamani awe maskini kwa sababu changamoto za hizo pesa ni mingi. Kuna mtu hana pesa nalia apateko tu 2,000. Changamoto ziko. There are people with business wanatamani waache biashara, lakini kuna mtu anatamani tu Mungu ampatie tu 1,000 aanze biashara ya kutembeza avocado town. Na kuna mtu ametembeza avocado town, matusi anapatanga, anasema Mungu nisaidie nitoke kwa biashara. Challenges are there. Nobody lives without challenges. Hata mimi huyu ninakuongelesha ziko. I'm not prone to them. I'm not immune to challenges. Zipo na kwa zile zinanikujia mimi ndizo mzito, maana nikikuachia unasema waba kuibachi. 1 Corinthians 10 verse number 12. The Bible says, so the one who thinks he is standing firm should be careful not to fall. Inamaanisha anayehisi ya kwamba yeye ana uwezo wa kusimama na amesimama wima, yuko dhabiti, hawezi anguka, ajichunge sana kwa sababu anaweza anguka. Mwanguko iko mbele. Verse 13. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide an escape so that you can stand up under it. Stand up under the escape of God. Ona vile Mungu ni mwaminifu. Ya kwamba majaribu yako yanakuja na hakuna mtu ambaye anafaa kujiona ya kwamba hawezi kujaribiwa. Kwa sababu kila mtu anaweza kujaribiwa. And then hakuna tatizo ama changamoto lolote ambalo limekukujia lililo mpya, maana changamoto zote unazopitia watu washapitia na kuna wale washashinda. Iwapo changamoto litakuja, basi Mungu ataleta njia yako wewe kushinda hilo changamoto. Perhaps a challenge comes and you don't overcome, it is by will. Ambia jirani, it is by will. Therefore, this is what it means. God does not bring temptations. Ati jaribio Mungu ameniletea hiyo udini utoe kwa mawazo yako. Mungu haleti jaribio kwako, ila majaribu ya japo yeye atakupa njia ya kuepuka hayo majaribu. Look at Matthew 4 verse number 3 to 11. See what Jesus. Let's just read chapter 4 verse number 3. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Matthew 4:3 and verse number 4. Now this is what it means. Jesus himself, after he prayed and fasted for 40 days and 40 nights, the devil came to him with temptations. Even Jesus himself was not immune to temptations. Kwa hivyo majaribu yako, geukia jirani mwambie ukiona unajaribiwa acha kunichekelea. Mwambie hata Yesu alijaribiwa. Kuna wale
hamsemi. Sasa sijui ndio mnaanga majaribu ama mko juu ya majaribu. We all struggle with temptations. We all do what? Struggle with temptation. We all struggle with trials in one way or another. The only thing I want to encourage you is this. Don't subject yourself to those temptations. Amen. Majaribu yanapokuja, usijiwaachilie katika hayo majaribu. Ila tafuta njia, maana Mungu ashakupea njia ya kuepuka kutokana na hayo majaribu. Amen. Glory be to God. Amen. Majaribu sio dhambi. But this is what happens. When a temptation beats you, it graduates into sin. Jaribio is the primary side of sin. Na dhambi is just the secondary side of that trial. So temptations can come over your life. When you overcome temptation, you stand victorious. If you fail to overcome the temptation, you become a sinner. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna mtu ananipata kipolepole tukisoma. Majaribio yapo, lakini unapojaribiwa ukashinda jaribio, wewe ni mshindi wa jaribio. Lakini jaribu linapokushinda, unaingia katika kutenda dhambi, unakuwa mtenda dhambi. You will not be a sinner this morning in the name of Jesus. Amen. I say you shall not be a sinner in the name of Jesus. Amen. James chapter 1. Let's look at verse number 13 to 15. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Are you reading your Bible? James 1:13. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. For each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Verse 15. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. The wages of sin is death. A temptation is not brought by God. James records and he says, all temptations come by we being swayed away by the desire and the lust that we have. Then we are enticed by the same lust, and then thereafter we fall into sin. So God cannot tempt you. You are tempted by the desire and the lust of your life. I'll repeat for better understanding. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Verse 14. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Kwa hivyo unajaribiwa kutokana na tamaa ya moyo wako. Unajaribiwa kutokana na ulafi wa moyo wako. Unajaribiwa kutokana na kutotosheka kwa moyo wako. Na baada ya kuweza kufurahishwa na kile unachokitamani kutokana na tamaa ya moyo wako, hapo ndipo sasa unajikuta wapi? Katika dhambi. Glory be to God. Amen. Now it means that each one of us will be tempted in different ways and in different versions. And all of us understand that there are things that tempt us and there are things that don't. And trust me on this. What can tempt Pastor Edmond might not be any issue to you. And what might tempt Elder David might not be an issue to you in any way. Kwa sababu kile kinacho kuja kwake kama jaribio, kwako hata hauna shughuli nacho hata kidogo. Lakini kwake, it is something very serious.
And this is why there are things I mentioned to you, and I usually tell you, be very. Yana hata mtu kusema careful, amekataa. What you don't struggle with can be a big struggle for your immediate neighbor. Vile mmekaa hivi. Unaweza kuwa hapa kwa ibada, hata usikie samaki inanukia hapa nyuma. Unasikia samaki wa kama vizuri inanukia hapa nyuma. Au nako shughuli. Lakini nasikia jirani anashinda kwa akizunguka tumbo. Yaani kwake hiyo harufu inafanya tumbo inauma. Temptation. Kumaanisha huyo chakula ni jaribio kubwa sana. Hata mkienda mahali waseme hapa wachungaji mbaki tu hapa, watu wa Nairobi muingie kwa ile nyumba, alafu wenye kijiji baki tu hapa kwenye huko. Na unapata mwenye kijiji ameingia kwa watu wa nyumba ya Nairobi. Wewe unakasirika. Sasa mimi ni mbaya naye. Si mimi ni nani tu hapo. Sasa ndio kwa watu wa Nairobi. Hauna shughuli na chakula, lakini kwake anajua watu wa Nairobi watakunywa soda. Anajua watu wa Nairobi watakunywa supu fupi. Anajua watu wa Nairobi watakunywa maji ya dasani. Lakini watu wa kijiji wataletewa kideri kwa bishini. Na maji. Kwa hivyo yeye chakula inamjaribu. So ukimuona hivyo usione ni kwamba kwa sababu wewe pia wakigeuka tu hivi kuna kitu hapo itakuyumbisha akili. Hapo tu hapo. In the same place kuna kitu tu wakigeuza hivi na unachanganyikiwa. Alafu ile chakula na shiba sasa huyu. You see what happens? Temptations. Kuna kitu kinaweza kukusumbua mawazo na kisisumbue mtu mwingine. Kwa hivyo hicho kitu unakifahamu. Na vile umekaa tu hivyo ukijiangalia tu kuna kitu umejiona nayo. Amacho kitu sama? Yes sir. Are you seeing yourself? Yes sir. Umeona mahali huko? Kuna watu tukiwa tu hapa hata leo hivi tukimaliza ibada, vile tunafanyanga mchango hapa ya love offering. Ndani ya moyo wake anahisi hiyo pesa asipewe, lakini hata angepewa tu nafasi ahesabuko tu na aturudishie. Pesa inamjaribu. Si ati aende naye, yani bahambe usisi wale ndio. Ushawaona watu kama hao? Mungu tu mahali unahesabia mtu pesa alafu anasema hebu pia mimi ni. Sisi mbona? Bengo ni fahamu. Bila na kwa mzaa alafu. Have you ever come to such like people? Watu kama hao pesa ni shida kwao. If you leave them around money. The seed of Judas germinated in them. It grew into a big tree. So pesa kwao ni majaribu kubwa. Yaani vile umekaa hivyo, kuna mahali umejiona. Si kuna mtu ananielewa. Are you seeing yourself? Yes, sir. May God deliver you from that place. Amen. I say may God deliver you from that place in the name of Jesus. Amen. Therefore be very sensitive not to participate in activities that can easily cause you to sin. Kama unajua there is somebody I heard ati yeye ndiye ule mmoja pesa ikihesabiwa mahali anasemanga haram confirm na pesa. Alafu wakati ana confirm vile atatoa mmoja ndani yeye mwenyewe tu anajua. You will not know what happened. Ni ile tu ukifika uhesabu hii pesa wali confirm lakini kumbe iko amepiga short. They will never fail to confirm. Bora ione lazima a confirm. Don't get involved. Kama unajua hii ndio shida yako, usijaribu kusongea mahali ambapo wanahesabu pesa. Hata ukienda bank tokanga haraka. Unaweza jaribiwa kuingiza mkono ndani. Ukiambia tena wacha ni confirm hii. Stay away from money. You'll be safe from the sin ya pesa. I want to help you see where you stand, okay? Kuna mtu amejipata mahali anakuanga. You now rate yourself and see what is your area of weakness. Glory be to God. Hallelujah. When lust matures is when it becomes sin. There are people who cannot be handled just because of the lust
and the desire of the things they want in their lives. Am I talking to someone here? Now, when you look at yourself, you discover something. When you analyze yourself, you discover something. Kuna watu ambao, as a man, you can't hug a lady. If you hug her, something goes wrong in your mind. Please stay away from hugging these ladies. These are real things. Najaribu kuelezea, okay? Ndio maana mimi nawaambianga, please gentlemen, hug your fellow. Alafu wadada muhug, kwa sababu ninajua mahali kuna watu 5, 4, 6, 7, 10, kuna mtu hako na hiyo shida. Of course, when you hug someone, a person of the opposite gender, anahaga mpaka nasikia akifanya Ujue tatizo lake liko wapi? Hapo. Tukisema let's hug each other, ibada imeshatapenda nyumbani. Ukiona mndugu anapohaga tu anakaa kuachilia. Jua there is a challenge in that field. Please, be it my son, be it my daughter, stay away from areas of temptation. There are people I have seen with my eyes hivi. Mkienda hata town tu hapa town. Kuna watu wanavanga my dress my choice. Mnaenda na yeye lakini unaona hapo tu. Yaani alikutana na mtu lakini alienda na huyo mtu mwenyewe na nini. Stay away from those temptations. Because normally, I'll say this before and I'll say it again. Sometimes when you see something, your mind tells you didn't see well. Check again. And see whether you saw. Then the second time, you go to confirm. And the moment you confirm, then lust grows. And from that lust, kama ni hotel ulienda kunywa chai, ukaona waiter amemina skirt, utarudi kunywa chai hapo tu. Na ukisha kunywa hapo chai, umeenda tu hapo kufanya nini? Kuconfirm. Na mara ya tatu ndugu, utarudi tu wapi? Hapo. In the long run, utatoka kwa hiyo hoteli ukisindikizwa na mtu. Stay away from such. If you know that is your area of temptation. Praise be to Jesus. Amen. Am I talking to someone here? Yes. There are some young, very funny gentlemen who don't even want to marry. When you look at them, they look very harmless and very weak. You know this type of people. Very harmless and very weak. Ukimwangalia hawezi kukuharm. Even many ladies fall for them because they look very fragile. They are very fragile. Now this is what they do. They don't want to marry. Their business is to run around after other people's wives. Their area of weakness. Na unapata ulijimama na watoto 4. Ninaulizwa mama ati nimeolewa lakini I'm not comfortable. Who told you are looking for comfort in marriage? That you are married but it's not a man. Your area of stay away from such. Ukijua kwamba you will fall for such, simply be very fast. Hiyo upuzi hapana letea mimi. Toroka shida mapema kabla uje kwa damu. Because the moment you begin to say I'm married but I'm not happy in this marriage, you know what will happen next? And a smile kwa sababu bet iko inaonekana ikiingia wazi. Hapa there is a breakthrough. At the end of the day you find yourself falling into sin because of the temptation and the area of your weakness that you went through. And you allowed yourself to walk into that area of weakness. I pray for someone.
May God deliver you in the name of Jesus. Amen. I said, may God deliver you in the mighty name of Jesus. Amen. Therefore, how do I overcome temptation? Number one, pray. Number one, pray. How do I overcome temptations? Number one, pray. Matthew 6. We begin from verse number 9. Matthew 6, verse number 9. It's a very common scripture. The Lord's Prayer. Can we recite it? 1, 2, 3, go. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Can we say in Swahili? 1, 2, 3, go. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Niko naangalia wale wanafanya kama nasi tunawasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amen. Jipigie makofi mazuri. Now verse number 13 says, lead us not into. How many of you pray that prayer every day in the morning? Inua tu mkono juu kama unaomba ile ombi kwa devotion yako kila siku. Usikuwe muongo, maana hata Mungu anakuona. Usikuwe muongo. If you ever pray this prayer in the morning, ukisema Mungu usinitie katika majaribu katika siku hii ya leo, inua mkono juu. This is why most of us run through sin. It's because we didn't pray that Father, lead us not into temptations. When Jesus taught his disciples how to pray, he knew that they were going to fall into temptation. And that is why he led them in verse number 13 that pray in this manner. Lead us not into temptations. Usitutie majaribuni. That is, let there be no reason for us to enter into. Keep us away. But deliver us from the evil one. Because it's the evil one that brings us into temptation. Look at Matthew 26 verse number 41. Pray. Let's watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Therefore, when you pray, you will not fall into temptations. But if you don't pray, you will easily fall into temptations, and you will fall as prey to the enemy. I release grace for prayer over your life. Amen. I say grace for prayer over your life. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Kuna watu waombangi asubuhi, hawaombi mchana, hawaombi jioni, ni neema inawabeba. Temptations will always come because every morning the devil looks for an opportunity to try you, to test you. So you have to pray every day. Umwambie Mungu, niweke mbali na majaribu. Deliver me from every nature of temptations. Now number 2. Number 1, if you want to overcome temptations, please pray. Number 2, be conversant with the word of God. Read the Bible, study the Bible, read scripture, know what the Bible says about your life. Matthew chapter 4 verse number 3, we pull back to Matthew 4 verse number 3. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. And by the way, temptations don't come to you in the area that you are not concerned. Yesu baada ya kufunga na kuomba for 40 days and 40 nights, this man was hungry. And the devil comes to him to tempt him, to try him with food. Because that is the only area ambapo angaliingia kiurahisi. Hangekuja akimwambia sasa puruka kama ndege, because he was not in need of that. But he was in need of food. So the devil comes in the area of his need. And the area of his need was bread. And he says,
if you be the Son of Man, the Son of God, then tell this stone to become bread. Look at verse number 4. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. What did he say? What was the response? It is written that man shall not live on bread alone, but by every word that commences from the mouth of the Lord. Look at verse number 5 then. The devil took him, second temptation, to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. The devil took him where? On the holy city. And then the Bible again quotes, on the highest point of the temple. Meaning the city was the church. Verse number 6. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Look at how tricky the devil is. After Jesus says, it is written, now the devil comes to try him and he quotes again, it is written. Maana unatumia maandiko kunipinga, wacha nitumie maandiko kuconvince. So knowing John 3:16 alone is not enough. Kuna watu wanajua John 3:16. Kila maombi ni John 3:16. Yaani wakisema prayer point ni John 3, anaanzianga tu hapo. Baba, maandiko yanasema kwa maana jinsi hii knowing John 3:16 alone is not enough. Read your Bible. Yokije yako mwambie study the Bible. Be reading the Bible. Hello? Usomange hiyo Bible. Kuna watu wako na Bible wanafungulianga hapa kwa ibada. Na ninawaona. Judikisema tu Ezekiel na chako content. Maana anajua rahisi ni Genesis, Revelation na Psalms. Psalms yao pasaka yeye. Habari ya Psalms. They know. But these other books in the Bible. Utaona mtu anaenda tu kwa content. Anakata macho. Alafu anaangalia mhubiri hapa mbele aone amefungua mwisho huku ama mwanzo huku. Is it kuna watu hawajui vitabu ziko Old Testament and New Testament. When books are quoted here on the altar, unaona tu mtu anaenda huko kwa New Testament and the book is in the Old Testament. Wale tunakuanga hapa mbele tunaona. It means you're not conversant with your Bible. You don't read your Bible. You don't read scriptures. Read the word of God because the devil knows where it is written. If you don't know where it is written, he will convince you. Glory be to God. Amen. So he knows where it is written. Ndio nasikianga vijana wengine wa Kora wamesoma Bible, wanadanganya wasichana yangu ati Biblia inasema katika Luka mtakatifu 6:38 maandiko yanasema wapeni watu vitu wale. The devil himself. And you find yourself now, which one do I quote? If you don't know the scripture, you have to know the scripture. Ujue ile hapo sema wapeni watu vitu wale inaongea kuhusu nini? Sio tu ati wapeni vitu wale na umeelewa vitu vingine. May God deliver you in the name of Jesus. Hello? Amen. The devil knows scriptures. He will try you with scriptures. Quoting scriptures. Tunasikianga wengine wanasema ati hata uwezi muamini tu Mungu peke yake, lazima Mungu anasaidia au anajisaidia. Kama unajisaidia, unasaidiwa ya nini? Ushaona mtu akienda kujisaidia anasaidika huko. Mungu anaenda kumsaidia. Ukienda kujisaidia unaenda kusaidia. When you have the ability to help yourself, nobody comes around to help you and you don't need God's help. So don't wait for the devil to quote scriptures that are not in the Bible. It is written. Know the Bible so that when he quotes the Bible wrongly, you apply the scripture correctly. That is not what it means. And begin to preach the gospel to the person. And bring the gospel out until mtu akaweza kupata wokovu. Glory be to Jesus. Verse number 5. Then the devil took him, verse number 6. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, then he will command his angels concerning you. Just imagine. And they will lift you up in their hands,
so that you will not strike your foot against the stone. And of course, it was written. Kile Shetani aliquote is in the Bible. It was written that you will be protected, you will not fall down. But then look at verse number 7, what Jesus replies. Jesus answered him, it is also written. Yani, in addition to what you have just quoted, there is one thing you didn't know. Maybe now I'll tell you what it says on top of what you said. And this is what it says. It is also written, do not put the Lord your God to that test. Maana nikijirusha ni kwa hiari naweka Mungu kwa mtihani. Alisema atanishikilia iwapo is by accident. But if I intend to try him, it is written, thou shalt not tempt the Lord your God. Geukia jirani yako muulize, ni scripture gani unajuako bila kufungua Bible? Sasa tuseme kila mtu akoti yake. Utasikia mtu huko nyuma, kama Marwesi. Unasema yangu sasa, wakimfikia hapa ule alisema yangu. Hata when you even don't know anything, ule alisema. When you don't know scriptures, temptations will come, trials will come, and you will not overcome those temptations and trials because you don't have the scripture and the word of God to quote against what the devil is quoting. The devil is deceptive. I pray God will help us in the name of Jesus. As we close, verse number 8. The devil didn't give up. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their splendor and their beauty. Verse number 9. All this I will give you, he said, if you will bow and worship me. Verse number 10, Jesus replies. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Verse 11. Then the devil left him, and angels came and attended to him. One question I always ask myself, where were these angels when he was being tempted? Where were they? Maana baada amemwambia Shetani, toka kwangu. Maana imeandikwa ya kwamba nitamwabudu Mungu peke yake na wala sitaabudu Mungu mwingine. Shetani akiondoka na malaika wanamchukua. Where were they? They were there watching what was happening. So when temptations come, God has given you a way to come out of the temptation by quoting the scripture and his word against temptations. But the angels are watching to see whether you will quote or not. If you don't quote, it's out of will. It's out of will. If you don't have the scripture on your mind, it's out of will because the scripture has been given for you to quote. Sio tu kumemorize. Na umesikia Yesu akisema, imeandikwa katika Isaiah, imeandikwa katika Zaburi. No, he's simply saying it is written. Geukia jirani yako mwambie bora ujiweko tu mahali imeandikwa huko tu ndani, imeandikwa mahali. Hello, tell your neighbor, no somewhere in there. Si lazima ujue the exact place, lakini ujue tu imeandikwa. Ukijua tu imeandikwa, you are safe. Na kama ujui kama imeandikwa, watakwambia imeandikwa na kumbe haijaandikwa na unakubaliana na kile hakijaandikwa, unaingia kwa kile hakija. Ati imeandikwa mshumaa ya white inaleta amani. Na unasema wenyewe wanaona wakitumia kwa kanisa nyingine hapo. Inakaa inaleta amani. Mshumaa ya yellow inafukuza vita. Imeandikwa na unafuata. Ati imefanya nini? Imeandikwa. Mshumaa ya red ni ya vita. Ukiwasha hiyo maadui zako wanatawanyika. Kwa kweli imeandikwa. Na unafuata imefanya nini? Imeandikwa. Ndio kutuma wewe ununue mshumaa supermarket. Daza ni msimu unakuja kuwasha mchana jua ikiwaka, wewe ni wazimu. Ndio jirani mwambie hiyo ni wazimu. We are supposed to know and understand scriptures. Chukua muda kidogo. These phones have Bible apps. Uko busy tu kwa Messenger, kwa WhatsApp, kwa Facebook, lakini ka scripture pastor akituma usome kama kawaida. Pastor Ngarmanga tumesije wewe. Na unaendelea na Facebook, una like picha za watu wamesimama hivi na hivi, umeelewa? Unafuata, una like, una comment.
Unaandika hapo sipangu hivi. Unaandika hapo kitaeleweka. But you can't use that phone to read your Bible. I pray one prayer for you. Mungu ahakikisha au kasimu kapasike screen kwa mwizi. Ndipo takuwa na muda mzuri wa kusoma Bible. There are people who can't read the Bible, they can't read scripture. Thanks be to God. Kwa wale watu ambao wakichukua simu, they will go through a number of things, go to social media, but at the end of the day, they will still read their Bible. They will follow up on the teachings on social media, follow up on the writings, follow up on the studies on social media, wajengeke kiimani na kiroho. Ushawaona watu wale ambao akiscroll simu hivi, akiona mahali wanahubiri anapita tu. Alafu akiona ka post wameweka kitu hapo, tabia ya wachungaji, ndikanafuata mpaka bando zinaisha na anakopa zingine. Anataka kuchunguza mtu ya fitina ni fitina kutoka mpaka social media. Hawezi wacha ikapita, anafuata. Kwanza neti kirodi ichelewe. Amefinya lakini anaona kama hajafinya. Anafinya hakikisha amefinya ama vipi. Make sure that you read your Bible even using your phone. Because by so doing, you will know where it is written. Rise up on your feet this morning. I want you to lift up your voice and tell God, Father, Mungu nipatie kiu cha neno lako, nikakue muombezi na nikaweze kusoma neno lako katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako unapofanya hilo ombi. Bwana, nipe njaa ya neno lako, nikaweze kuwa na uwezo na kiu cha kusoma neno lako, nikaweze kuwa na kiu cha maombi katika jina